Kwa ratiba ya hapa msikitini kwetu tutakuwa na darasa katika siku ya Jumatano na Alhamisi, na kama alivyotangulia kusema imamu hapa, alipendekeza tupitie na kuangazia katika swala zima la mirathi. Nafikiri kwa umuhimu wake. Ndugu zangu, mirathi imekuwa ni tatizo kubwa sana katika jamii. Unaweza kukuta watu wanaishi Kiislamu kabisa, fanya ibada mbalimbali, karibia asilimia zote 100, lakini wanapofika katika swala la mirathi, watu wanazikana sheria za Kiislamu. Ni Waislamu safi kabisa wazuri, lakini inapofika swala tu la mirathi, ile lidhakari mithlu hadhil unthayain inaanza kuleta utata. Kwa nini? Na kwa bahati mbaya mtu anafikiri akikana mirathi anakuwa amelikana swala moja tu. Inawezekana ukalikana swala moja ukawa ndio umeukana Uislamu wenyewe wote. Ndio maana nasema inawezekana imamu kapendekeza maudhui hii kwa umuhimu wake. Ni muhimu kweli kweli. Jamii yetu katika swala la mirathi tuna mtihani mkubwa. Tunafika sehemu tunaukana Uislamu wetu. Tunafikiri tumekana kitu kidogo tu, lakini ni jambo kubwa. Sasa nikianza kuelezea maana hasa na makusudio ya mirathi, tofauti na wengi wanavyofahamu. Uhalisia mirathi ni kuhamisha tu umiliki kutoka kwa mmiliki nambari moja ambaye kwa sasa ni marehemu kwenda kwa wamiliki wengine ambao ni warithi wake. Kwa maana rahisi, hiyo ndio maana ya mirathi, kuhamisha umiliki. Wengine ukiwaambia mirathi wanafikiri sasa lazima tutauza nyumba, tutauza shamba, tutauza. Mirathi si lazima kuuza. Inaweza ikapita mirathi na kisiuzo chochote. Umiliki tu ukawa umehama. Mmiliki aliyokuwa kimiliki vitu hivyo, kama ni nyumba, kama ni shamba, kama ni gari, kama ni kitu chochote kile, ameondoka, umiliki wake sasa unakwenda kwa aliyowaacha, na wala kisiuzo chochote, na maisha yakaendelea. Wapo watu wengine wanaogopa, ukiwaambia tu swala la mirathi unajua sasa ndio familia tunaanza kuvurugana, tutaanza kuuza nyumba mpaka nyumba tunayoishi. Kumbe hiyo sio maana ya mirathi. Maana hasa halisi ya mirathi ni kuhamisha umiliki kutoka kwa mtu wa kwanza ambaye ni marehemu kwenda kwa wale wanaomrithi. Inawezekana alikuwa ni mmiliki mmoja, wakaja sasa wamiliki wakawa wengi zaidi ya mtu mmoja, au anaweza karithi mtu mmoja pia vile vile. Hiyo ndio maana halisi ya mirathi, kuhamisha umiliki kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni marehemu na kwenda kwa wale ambao wanamrithi. Wanaweza kuwa mmoja au wanaweza kuwa wengi. Sasa swala hili la mirathi, nafasi yake imetajwa kwamba ni nusu ya elimu, nisful ilm. Mirathi ni nusu ya elimu. Elimu zote unazozijua duniani ni nusu nzima ipo katika mirathi. Wanazuoni wakaelezea kwa nini mirathi imekuwa ni nusu ya elimu. Elimu zote unazozijua duniani zipo katika nusu moja, nusu iliyobaki yote ni mirathi. Wakasema hizi elimu zingine zote zinazungumzia maisha ya binadamu akiwa yupo hai. Mirathi inazungumzia baada ya mtu kufariki. Ndio maana imechukua nusu ya elimu zote, ziwe za dini, ziwe za secular, zote zinaweka katika nusu moja. Nusu ingine yote inachukuliwa na mirathi. Sasa tuanze kuzungumzia hali ilivyokuwa kabla ya kukamilika kwa sheria ya Kiislamu. Wakati mwingine unaweza kusikia kwamba hali ilikuwaje kabla ya Uislamu. Sijui kabla ya Uislamu ni lini hapo. Nafahamu kwamba mtu wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu ni Mtume, naye alikuwa ni Muislamu. Sasa unaposema kabla ya Uislamu, sijui inakuwa ni wapi hapo na ni lini. Kwa hiyo tunaangazia hali ya mirathi kabla ya kukamilika sheria ya Kiislamu, na si kabla ya Uislamu. Kabla kukamilika sheria ya Kiislamu, hali katika jamii mbalimbali, na kwa bahati mbaya sana ziko jamii zingine hali hizo zipo mpaka sasa hivi. Pamoja kwamba sheria ya Kiislamu imekamilika, lakini bado wanazo zile hali ambazo zilikuwepo kabla kukamilika kwa sheria ya Kiislamu. Ni kwamba kuna baadhi ya jamii walikuwa hawarithishi
watu wote ambao Mwenyezi Mungu kawapanga kwamba hawa ni warithi. Mfano, anapofariki mtu, kaacha mke, kaacha watoto mchanganyiko wa kike na wa kiume, kaacha kaka na dada, kaacha wazazi. Jamii nyingi utakuta waliokuwa na rithi kwanza ilikuwa ni wanaume tu, wanawake walikuwa hawarithi. Bali ilikuwa kinyume chake, wanawake walikuwa wanahesabiwa nao ni sehemu ya mali inayorithiwa. Jamii nyingi zilikuwa ziko hivyo, na Waarabu walikuwa wako hivyo. Kwa nini Waarabu? Tumesema jamii nyingi, kwa nini Waarabu? Yako mazingatio makubwa katika mazingira ya jamii ya Kiarabu. Ndipo alipokuja mtume wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio maana tunataja hali ya watu hawa, mtume aliwakuta hapo katika hali gani. Kwa hiyo hata kubadilisha, alianza kubadilisha jamii yake ile, halafu na Waislamu wengine kote duniani. Sasa ukichukulia Waarabu kabla ya kukamilika kwa sheria ya Kiislamu, kabla ya kuja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawawarithishi kabisa wanawake moja. Lakini pia vile vile wanaume walikuwa wanarithi watu wazima tu, watoto wadogo walikuwa hawarithi. Walikuwa wanasema tunampa mirathi yule anayeweza kushika silaha, akatetea familia, akatetea jamii, akija adui, huyu ndo anastahili kupata mirathi. Waarabu walikuwa kwa hivyo. Mirathi walikuwa ni wanaume, tena watu wazima, wala si watoto wadogo. Wanawake walikuwa hawarithi kabisa. Lakini pia vile vile walikuwa na sababu za mtu zingine zinazomfanya mtu aweze kurithi, tofauti na sababu ambazo amezitaja Mwenyezi Mungu tutakazokuja kuziona. Miongoni mwa sababu ambazo zilikuwa zinapelekea watu kurithiana katika kipindi hicho, hata undugu wa yamini, undugu wa kiapo. Watu wawili hawakuzaliwa familia moja, hawakutani kwa baba wala kwa mama, lakini urafiki wao umepelekea mpaka wamekuwa kama ni ndugu na wanakula kiapo. Mimi na wewe ni zaidi ya ndugu wa damu, changu chako, chako changu, nikifa unizike, ukifa nikuzike. Kulikuwa kuna viapo kama hivi, watu hawa walikuwa wanarithiana. Kwa sababu za kurithiana kabla ya kukamilika kwa sheria ya Kiislamu, mojawapo ilikuwa ni undugu wa yamini. Lakini hata mwanzoni mwa utume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu za kurithiana zilikuwa tofauti na sababu zilizopo sasa hivi baada ya kukamilika sheria. Watu walikuwa wakirithiana, hata waliohama pamoja kutoka Maka kwenda Madina, waliotoka pamoja, hawa walikuwa wanahesabiwa ndugu na walikuwa wanarithiana. Lakini baada ya kufika Madina, katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya siku za mwanzo tu, pamoja na ujenzi wa msikiti, Mtume sasa akaanza kuiandaa sasa jamii ya Kiislamu pale. Wamekuja watu kutoka Maka, ni wageni, lakini wamepokelewa na ndugu zao watu wa Madina ambao ndio wenyeji wao. Mtume alitengeneza undugu pale, akha baina almuhajirina wal ansar. Mtume aliunganisha kati ya muhajirin na ansar. Hawa wameacha mali zao kule, wameacha nyumba, kaja mtu kama alivyo. Kwa hiyo Mtume akatengeneza undugu pale wa kiimani. Hii pia ikawa ni sababu ya kurithiana. Muhajir alikuwa anamrithi Ansar, Ansar anamrithi Muhajir. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akabadilisha utaratibu huo. Akasema aya 6 surati Ahzab, wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Ndugu wa nasabu wao kwa wao kurithiana ni bora zaidi minal mu'minin, kuliko kwa watu kurithiana tu kwa sababu ya ule undugu wa imani, wal muhajirin, na kwa sababu tu walihama pamoja. Sasa mirathi ikabadilika, ikawa sasa ni kwa nasabu na sababu zingine ambazo tutakuja kuzitaja. Sababu za kurithiana baada ya kukamilika sasa sheria ya Kiislamu ni 3. Sababu ya kwanza ni nasabu, na nasabu inathibiti kwa ndoa sahihi. Maana yake mtoto ananasibishwa na baba yake endapo baba na mama walifunga ndoa sahihi. Hawa watoto watakuwa ni wa huyu baba. Mtu mume na mtu mke
wakipata mtoto bila ya ndoa iliyokuwa sahihi, hapa nasabu haithibiti. Na katika jamii yetu haya yapo mengi tu. Unaweza kukuta watu walianza kuishi halafu baadaye ndio wanakuja kufunga ndoa. Wanaweza kuwa na watoto 2 3, baadaye ndio wanakuja kufunga ndoa. Au mwingine kesha haribu mazingira, anataka kurekebisha ndoa inapita haraka haraka, wakiamini kwamba mtoto akizaliwa baada ya ndoa kupita, hata kama ujauzito ulipatikana kabla ya ndoa, basi yule mtoto atakuwa kazaliwa ndani ya ndoa. Kwa kuwa ujauzito ulipatikana kabla ya ndoa, huyu mtoto ni wa nje ya ndoa. Nasabu hapa hakuna. Mtoto huyu hawezi kumrithi baba, wala baba hawezi kumrithi mtoto. Sasa sababu ya kwanza ya watu kurithiana ni nasabu, na sababu ya pili ya watu kurithiana ni ndoa. Wanandoa wanarithiana, na hii ni haki kwa pande zote mbili, ni haki ya mume na ni haki ya mke. Haki hii inathibiti baada tu ya ndoa kufungishwa. Nakuozesha binti yangu fulana binti fulani, nimekubali, nimemuoa. Yakitimia maneno haya, hawa wanarithiana. Hata ikitokea mmoja akafariki hapo hapo, kabla hata maisha yenyewe ya ndoa hayajaanza, hawa watu wawili wanarithiana. Ndoa ni sababu ya kurithiana, lakini sharti tu ndoa hiyo iwe ni ndoa sahihi. Na sababu ya tatu watu kurithiana ni itku. Hili tunalizungumza kupata tu maalumati, lakini kwa sasa kwa kiasi kikubwa halipo au halipo kabisa. Nilipata kusikia kwamba kuna baadhi ya maeneo bado swala hili lipo. Inatajwa Mauritania bado utumwa upo mpaka leo hii. Na itku imetajwa kama ni sababu ya kurithiana, na inakuwa katika sura hii. Mathala, mtu alikuwa anamiliki mtumwa, akaamua kumwacha huru, sio kumuuza, kumwacha huru. Kuanzia leo upo huru, nimekupa uhuru wako. Aliyekuwa mtumwa akawa huru. Hii ni neema. Ikitokea huyu aliyekuwa mtumwa akaachwa huru, akafikwa na umauti, kwa maana akafariki, lakini hana mtu wa kumrithi, hana mke, hana mtoto, na kama ni mwanamke hana mume, hana watoto, basi yule aliyomwacha huru ndo anakuwa ni mrithi wake. Na wakati mwingine anaweza kuwa anao watu wa kumrithi lakini hawana vigezo. Takuja kuona huku mbele kuna vitu vinaitwa vizuizi vya mirathi. Inawezekana ukawa ni kweli mtoto wa marehemu, lakini kuna sifa moja inakuzuia usimrithi. Takuja kuona huku mbele. Kwa hiyo huyu aliyoachwa huru, endapo baada ya kuacha huru akamiliki mali na akafikwa na umauti, hana mtu wa kumrithi, au wapo lakini hawajatimiza vigezo, mrithi wake ni anakuwa ni huyu aliyomwacha huru. Kwa hiyo hizo ndio sababu tatu za watu kurithiana: nasabu, ndoa, lakini na kuacha huru mtumwa. Baada ya kuangalia sababu za mirathi ambazo zimekuwa ni tofauti na zile sababu ambazo zilikuwapo kabla ya sheria ya Kiislamu kukamilika, sasa tuangalie na masharti. Yapo masharti ambayo lazima yatimie, ndipo sasa mirathi ikipita inakuwa ni sahihi. Sharti nambari 1, tahaquq mauti almuwarith, kuthibitika kifo cha huyu anayerithiwa. Yaani kama hajafa mtu hakuna mirathi. Tumesikia mara nyingi mtu fulani anasema mimi naamua kugawa kabisa mirathi yangu. Unagawa mali yako, hujagawa mirathi. Ili iitwe mirathi kuna kifo. Hakuna kifo hakuna mirathi. Kwa hiyo sharti la kwanza lazima ithibitike kwamba huyu anayerithiwa amefariki. Kuthibiti huko hakikatan au takdiran au hukman. Ithibiti kwa uhakika kafariki huyu hapa. Tunaona kabisa roho imeacha mwili, huyu ni marehemu. Wataalamu wa afya wamepima, wamejiridhisha huyu kafariki.
hiyo ni uhakika. Lakini takdiran, wakati mwingine inaweza kukadiriwa. Mama kajifungua, ikaonekana mtoto kafariki. Hivi kafariki, alifariki akiwa tumboni au alifariki baada ya kuzaliwa? Ni vitu viwili tofauti na mirathi itakuwa ni tofauti. Kama alifariki akiwa bado yuko tumboni, huyu si mrithi. Na kama alifariki muda mchache tu baada ya kuzaliwa, huyu ni mrithi. Anarithi vipi wakati kafariki? Anarithi na fungu lake litakwenda kwa wanaomrithi yeye. Nambari moja kuwepo mama yake na baba yake kama yupo. Na kisha kuwepo baba yupo, kaka na dada watakuwa hawana nafasi. Baba kama hayupo, utakuja kuona huko mbele sasa kaka zake na dada zake ndio watapata nafasi. Kwa hiyo hii kinaitwa ni kifo cha kukadiria, alifariki kabla au baada. Lakini kifo kingine cha hukumu, mtu kapotea, ni mwaka wa 10 sasa, hakuna taarifa zozote, haifahamiki yupo hai au kafariki. Haya yanatokea katika jamii. Tumekutana na kesi kama hizo. Imekuja familia moja katika ofisi ya kadhi na kesi kwamba mume katoweka. Huu ni mwaka wa 7. Ni mwaka wa 7, haifahamiki yuko wapi, hakuna uhakika. Ila viashiria vinaonyesha huyu bwana alifariki. Ilikuwa katika tukio moja halijakaa sawa, halijakaa vizuri sana tukio lenyewe. Mke kaja na shemeji zake, kaja na baba yake. Huyu bwana kwa makosa aliyoyafanya, kwa kutangaza mamlaka ndani ya mamlaka, unatangaza dola ndani ya dola. Nimesema tukio lenyewe halijakaa vizuri sana. Yalipita aliyopita, watu wakachukuliwa. Wanazungumza wenyewe wana familia kwamba walipewa taarifa kwamba kateni tamaa, huyu basi hatorudi tena. Kwa sababu katika tukio kama hili yeye alikuwa kinara, huyu hatorudi tena. Wamekuja familia nzima kama ushahidi, hajaja mke peke yake. Muda gani? Miaka 7. Kama familia mnafikiria nini au mnataka nini? Mke anasema siwezi kuendelea kuvumilia zaidi ya hapo. Kauli yake sheria inaichukua kwa uzito wake, na kwa kauli ambazo wamepewa inawezekana zisiwe rasmi kwamba huyu kateni tena tamaa, hatorudi. Swala ilikuwa linazungumzia tu hukumu ya mke, anaolewa au inakuwaje. Lakini maudhui tunayokwenda nayo, yule bwana ndio tuchukulie kafariki, kaacha mke, kaacha watoto, ana vitu anamiliki, inakuwaje? Sasa ziko taratibu. Kadhi akijiridhisha kwa mazingira kwamba huyu bwana atakuwa kafariki, basi inapita mirathi. Kwa hiyo huyu anahesabiwa ni katika jumla ya wafu kwa hukumu. Hatuna uhakika, lakini ni hukumu. Miaka kadhaa iliyopita ilitokea ajali moja, ilikuwa ni MV Spice, ilikuwa inatoka Unguja inakwenda Pemba, ilizama sehemu inaitwa Nungwi. Ile boti ilionekana inavyotoka tu pale bandarini, ilionekana kwamba haiko sawa ule utokaji wake, na ilikuwa imepakia kuliko uwezo wake, abiria na mizigo. Muda mfupi baada ya kuanza safari, wakati inaanza kuzama, meli haizami mara moja. Watu walijua kabisa sasa tunazama, tunakufa. Waliokuwa na simu wakaanza kufanya mawasiliano na meli ilizama. Wako baadhi ya watu waliokolewa wakiwa wazima, wako baadhi ya watu walikufa na maiti zikapatikana, wako watu walikufa hata maiti hazikupatikana. Siku 3-4 baadaye, baadhi ya meli ilipatikana katika visiwa vya nchi jirani. Hiyo meli imepatikana, kuna mingine haijapatikana. Sasa inawezekana jina lipo katika orodha ya wasafiri. Kadhi anapopata takwimu, maelezo kama haya, anajiridhisha huyu mtu ni mwaka wa 3, na siku meli ile inapata ajali au boti ile inapata ajali,
jina lake naye lilikuwepo. Inawezekana ni katika baadhi ambao walifariki na miili yao haikupatikana kabisa. Kwa hiyo kadhi anajiridhisha kwamba huyu kafariki, mirathi inapita. Kwa hiyo miongoni mwa masharti ya mirathi lazima ithibiti uhai wa yule ithibiti kifo cha yule anayerithiwa, kuthibiti kwenye ima kwa uhakika au kwa kukadiria au kwa hukumu ambayo itatolewa na kadhi baada ya kujiridhisha. Lakini sharti la pili ni kinyume chake, tahaqquq hayat alwarith, ithibiti uhai wa mrithi. Anayerithiwa ithibiti kwamba kafa. Hatuwezi kurithisha wakati huyu anayerithiwa yupo hai. Ndio maana nikasema ukimwona mtu anasema mimi naamua kugawa kabisa mirathi yangu, sitaki watoto waje wagombane baada ya mimi kuondoka, huyu anakuwa ameamua kugawa mali na hajagawa mirathi. Sasa kuthibiti uhai wa anayerithi naye pia vile vile, ima kwa uhakika, huyu ndio mtoto wa marehemu, tunamuona ana afya njema na kwenda zake shule kama kawaida, au kwa makadirio au kwa hukumu. Kwa makadirio maana yake huyu anayekwenda kurithiwa kipindi anafariki, mkewe alijifungua mtoto yupo hai, lakini baadaye kafariki, huyu ni mrithi. Na kwa hukumu maana yake kinyume chake. Ile mifano nimetoa mwanzo kwamba inawezekana huyu mtu naye alikuwa katika ile ajali ya meli, kafariki, anarithiwa, zile mali hizo ziacha anarithiwa. Lakini mtu kapotea miaka kadhaa, haijulikani yuko wapi, mwaka wa 10 sasa, hakuna mawasiliano, hakuna nini. Huko alikotoka baba mzazi kafariki, wako baadhi ya ndugu zake, yule ni mrithi si mrithi? Kwa kuwa hatuna uhakika, inawezekana akaenda kutafuta maisha tu, naweza ukasema kafariki, siku anarudi. Kwa hiyo huyu yupo hai kwa hukumu, kwa sababu hatujapata ushahidi wowote kwamba kafariki, huyu ni mrithi. Sasa hayo ndio masharti ya mirathi. Lakini pia vile vile mirathi ina nguzo zake, na nguzo za mirathi zipo 3. Nguzo ya kwanza almuwarith, anayerithiwa, na nguzo ya pili alwarith, apatikane mrithi, na nguzo ya 3 kile kinachorithiwa. Anawezekana akapatikana mrithiwa, mtu kafariki, mrithi yupo, kaacha watoto, lakini hajaacha chochote kile, hamna mirathi hapo. Anayerithiwa yupo, kafariki, mrithi yupo au warithi wapo, lakini marehemu hajaacha chochote kile, hamna mirathi tena hapo. Kwa hiyo hizo ndizo nguzo za mirathi. Tumetaja kinachorithiwa, tarika. Sasa tarika maana yake ni kitu chochote cha thamani alichokiacha marehemu. Kitu chochote cha thamani, iwe ni pesa ama taslim, vitu vya thamani, nyumba, shamba, hivi vyote vinaingia katika mirathi, isipokuwa vile vitu ambavyo katika hali ya kawaida huwa havirithiwi. Tunaposema vile vinavyorithiwa, tumetaja vitu vya thamani, ikiwemo hata mavazi, mpaka mavazi, nguo alizoacha marehemu, viatu alivyoacha marehemu, lakini huwa haturithi mswaki wa marehemu. Au unarithiwa na yeye mswaki wa marehemu? Marehemu alikuwa ana PhD, shahada kubwa kabisa hiyo, anaondoka nayo, hairithiwi. Marehemu alikuwa na nafasi ya uongozi katika jamii, hiyo hairithiwi. Kwa hiyo kuna vitu marehemu alikuwa navyo vinarithiwa, lakini kuna vitu marehemu alikuwa navyo havirithiwi. Baada ya kuona nguzo za mirathi na nini kinarithiwa na nini hakirithiwi, kwa kumalizia darasa letu kwa leo, tuangalie viziwizi vya mirathi. Nguzo zinaweza kutimia, masharti yakatimia, sababu ikawepo. Unayo sababu ya kumrithi marehemu, ni baba yako, sawa, lakini ukiwa una sifa moja au ya pili au ya 3, basi wewe sio mrithi, hutorithi. Katika vitu vinavyozuia mtu kumrithi mtu mwingine, nambari 1 alqatlu, mauaji.
aliyehusika na kifo cha marehemu hata kama ilikuwa anamrithi hawezi kurithi. Mtoto anahusika na kifo cha baba yake, huyu si mrithi. Na wakati mwingine inawezekana akajisi ndio mrithi pekee, ila baba mwenyewe sasa ndio yupo anadunda, afya inazidi kuimarika kila siku, yeye mtoto sasa ndio anaumwa. Sema hapa nitakufa, hata mali yenyewe sijaipata. Na hii ilitokea katika kipindi cha Bani Israeli, mpaka ikaitwa Surat Baqara. Ina sababu. Mtu mmoja alikuwa na mali nyingi tu, lakini hakubahatika kupata watoto. Alikuwa na mrithi mmoja tu pekee, ambaye ni mtoto wa ndugu yake, mtoto wa kaka yake, ndio mrithi wake pekee. Na kijana anajua kabisa, yule amu yangu akifariki mimi ndio mrithi pekee. Lakini sasa mbona miaka inakwenda, jamaa anadunda, ana afya nzuri, hana tatizo lolote, nisije nikaondoka mimi hapa na mali ile ni nyingi. Kijana akaona hapana, akaamua kumtanguliza ami yake, kamtegea usiku, hakuna mtu anamuoa, kamuua, kampiga, kamuua. Kumepambazuka asubuhi, akawa ni mtu wa kwanza kusema aliyemuua ami yangu lazima naye auawe. Nani kamuua ami yangu? Watu wameamka asubuhi, mtu mmoja mashuhuri tajiri kauawa. Kifo chake inaonyesha kabisa kwamba kauawa, ikapigwa. Watu wakaanza kuhangaika pale kutaka kujua ni nani. Kijana akakomaa, lazima sheria ichukue mkondo hapa, sikubali. Wakati ndio yeye. Wakati wanatafuta kutaka kujua ni nani anayehusika, wakasema mnapata tabia nini? Mtume wa Mwenyezi Mungu Musa yupo, tumwambie Musa atuulizie kwa Mola wake. Yeye anaongea na Mwenyezi Mungu moja kwa moja, tumwambie Musa tupate ufumbuzi, nani anahusika na kifo hiki. Wakaenda kwa Musa alayhi salam, wakamsimulia tukio. Mtu mashuhuri mwenye pesa zake kauawa, mwenye mali zake nyingi kauawa, hebu tusaidie katika hili, tunataka kujua nani aliyeua. Musa akamwambia chinjeni ng'ombe. Wale wakashangaa, tunataka kujua aliyemuua ndugu yetu na tuambie habari ya kuchinja ng'ombe. Kuchinja ng'ombe na kifo cha ndugu yetu wapi na wapi? Sema inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Ni chinjeni ng'ombe. Mbona wabishi? Simtaka kujua nani aliyeua. Chinjeni ng'ombe afu ulizeni baada ya kuchinja ng'ombe nini kitafuatia. Mtume wa Mwenyezi Mungu kaongea na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anampa jibu. Wanataka kujua aliyeua, waambie wachinje ng'ombe. Walipoambiwa hivyo, wakaanza maswali ambayo hayana msingi wote na yakawatia ugumu wao wenyewe. Mahia, tumeambiwa tuchinje ng'ombe. Ng'ombe gani huyo? Jamani, simeambiwa mchinje ng'ombe. Ukianza kutaka sifa utatajua sifa ambazo mtapata tabu kumpata huyo ng'ombe. Na ndivyo ilivyokuwa. Wakaambiwa ng'ombe huyo si mzee wala si mtoto, wakati na kati. La kwanza. Hawakuridhika na hilo. Malaunuha, wa rangi gani? Mnataka mpaka rangi. Haya, safra faqi'un launuha. Ng'ombe wakatajiwa ng'ombe wa ajabu. Ng'ombe mwenyewe bwana ni wa njano. Na si njano tu, rangi yake inamfurahisha kila atakayemuona. Ng'ombe wa njano tunampata wapi? Si maswali yenu. Mliambiwa mchinje ng'ombe, mngechinja ng'ombe yote, kesi ingekuwa imekwisha. Mngeambia nini kinafuatia baada ya kuchinja ng'ombe? Mmeanza kutaka kujua yukoje ng'ombe. Mkatajiwa rika lake. Wa rangi gani? Mkatajiwa rangi moja ya ajabu. Na alikuwepo ng'ombe huyo. Kisa chake tu ni kirefu. Baadaye alikuja kumpata huyo ng'ombe, thamani yake, ule uzito wake iwe ni dhahabu, ndio thamani huyo ng'ombe. Jamani, dhahabu inapimwa kwa gramu na inauzwa kwa gramu. Wallahu aalam, nafikiri sasa hivi gramu moja 1,500,000. Kilogramu moja maana yake gramu 1,000. Sasa uzito wa ng'ombe, jalia wana kilo 50 tu, ni pesa nyingi kweli kweli. Unaweza kufanya hesabu baadaye kwa muda wako. Gramu moja kwa 1,500,000, kilogramu moja ni gramu 1,000. Maana yake sasa 1,000 mara 50
mara 1,500,000. Ni hela nyingi sana, pesa ndefu kweli kweli. Walimpata kwa tabu, lakini kilichopelekea ni wao wenyewe yale maswali yao. Haya, ng'ombe kapatikana, kachinjwa. Alipopatikana ng'ombe akamwambia mchinjeni huyo ng'ombe, halafu sehemu ya mwili huyo ng'ombe mpigeni nao marehemu, na inasemekana alikuwa ni mkia. Baada ya kuchinja ng'ombe wakata mkia akampiga, alipompiga marehemu akainuka hapo hapo, kasimama mzima kabisa. Nani kakuwa? Akasema huyo hapa. Kamtaja Ibn Ammi aliyokuwa wa kwanza na mbele kabisa kutaja lazima aliyeua ammi yangu naye sheria ichukue mkondo, akataja ni huyo hapa. Alipomaliza tu kutaja akadondoka chini tena kafa. Alirudishwa kuwa hai kuja kuthibitisha hilo. Sasa huyu sio mrithi tena. Kwa hiyo anayehusika na kifo cha marehemu sio mrithi. Kizuizi nambari 1 ambacho kitamzuia mtu hata kama anayo sababu ya kurithi, nguzo zimetimia, masharti yametimia, lakini akikutwa tu ana kizuizi kama hiki cha mauaji, hawi mrithi tena. Watarithi wengine, huyu harithi. Wanasema wanazuoni, man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, atakayefanya pupa ya kupata kitu hata kama ilikuwa haki yake, ukafanya pupa kukipata kabla ya muda, adhabu yako unakosa, unanyimwa. Ni huyo ndio alikuwa mrithi pekee. Angesubiri mali yote ilikuwa ni ya kwake, lakini kataka aitumie akiwa bado kijana, naona yule mzee bado ana afya nini, akaamua mtangulize. Kizuizi namba 2 ni ikhtilafu dini, tofauti ya dini. La yatawarathani ahlu millataini shatta. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, zipo hadithi nyingi. Katika hadithi moja anasema hawawezi kurithiana watu wa dini mbili tofauti, watu wa itikadi mbili tofauti hawarithiani. Na hadithi nyingine anasema la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima, muislamu hamrithi kafiri wala kafiri hamrithi muislamu. Na kizuizi namba 3 ambacho kitakuwa ni cha mwisho, arriqu, utumwa. Mtumwa hamrithi saidi wake, wala mtumwa harithi kutoka kwa mtu yoyote, kwa sababu mtumwa hamiliki chochote mpaka nafsi yake haimiliki. Ukimrithisha mtumwa, maana yake umempa saidi wake. Mtumwa hamiliki chochote kile mpaka nafsi yake. Na ndio maana hata ukiangalia ile milku yamin, watumwa ambao wanamilikiwa na mkono wa kiume, maana yake mtu Muislamu mwanaume kama anamiliki mtumwa wa kike, anaruhusiwa kukutana naye na hana hiari kwamba akubali au asikubali. Ndio maana nasema mtumwa hata nafsi yake hamiliki. Kwa hiyo hamiliki mali yoyote. Ukimrithisha mtumwa, moja kwa moja utakuwa umemrithisha sayyidi wake. Kwa hiyo hivi vitatu ndio vizuizi vya kurithi: mauaji, tofauti ya dini, lakini pia vile vile na utumwa. Kwa leo tutaishia hapa. Tumetaja vitu kadhaa, maana hasa halisi ya mirathi, hali ilivyokuwa kabla kukamilika kwa sheria ya Kiislamu, sababu za kurithiana, masharti ya kurithi, nguzo, lakini tumetaja na vizuizi vya kurithi.